Naitwa Ana Kisambwe, ni mkazi wa Mbugani, maeneo ya Roma pale. Ilikuwa mida ya 1:30. Nilipigiwa simu pale, nilifika na ni Double J pale. Nilipofika nikamaliza kazi zangu, nikaa natoka. Ile natoka nikaa naita bodaboda. Bodaboda. Ndipo huyo bodaboda akaja. Alipokuja kunichukua, nikamuuliza una change? Akasema change sina. Nikamwambia sawa. Kama change huna, basi nitaenda kukupatia hela ipo nyumbani. Ile naanza kupanda kwenye pikipiki, nikashikilia chuma lake lile. Sijamgusa hata yeye. Nipande, mara kanidondosha, kaiachi pikipiki nikadondoka huku naye akasimama huku. Ile nataka nijiokoe, namuuliza wewe vipi wewe? Akaja akanikaba shingoni. Akaanza kulalamika. Nirudishie mume wangu, nirudishie mume wangu, nirudishie mume wangu. Akatoa simu akaanza kujirekodi. Nirudishie mume wangu, nirudishie mume wangu. Nikamwambia wewe kaka vipi wewe? Mimi unanifahamu? Akasema hapana. Nirudishie mume wangu. Nyie ndio mmezoea kuchukua nanili nyota za wenzenu. Nirudishie mume wangu. Akasema una uhakika? Mimi unanifahamu? Umeiniona? Kwa nini unanifanyia hivyo? Akaanza kunisogelea mwilini, akaanza kunikaba, akaanza kunipiga. Rudisha mume wangu. Watu wakajaa pale. Hao watu wanaokuja pale nikajua kwamba wanakuja kunisaidia, wanakuja kunifanya nini? Kunipiga. Walinipiga sana na mawe kwa sababu tulikuwa tu lami hapa, tulikuwa tu hapa barabara, maana nimesimama barabarani lami ndio nasubiri bodaboda. Wakanipiga, bahati nzuri watu walipokuja kujaa wengi, wakanichania nguo nini, walipokuja kujaa watu wengi, nikabahatika nilichoropoka pale, nipita chini, nikakuta geti la mama muuza chakula pale, nikafungua. Hivyo fungua akanishika nyuma, akaana nivutia kwa nje. Mungu akanisaidia nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikabamiza lile geti. Nilipobamiza lile geti, watu wakawa nataka kuingia mle, wakawa na bonda mawe. Bonda mawe. Fungua mlango. Nimeumia hapa na huko mgongoni na kichwani. Ndio na usoni huko.